tunasimama na maandiko kama Waefeso ile sura ya 6 kuanzia mstari wa 12. Maana vita vyetu sio chini ya juu ya damu na nyama, bali ni katika falme na wakuu wa giza katika dunia hii. Tunapolitia jina la Yesu, unaangusha falme na falme za giza. Unajua shetani na falme zake, na falme hizo, unajua wewe Mungu amekuheshimu sana, amekupatia mamlaka ya kupigana na falme. Unajua falme ukiitwa ni falme, ufalme una majeshi, ufalme una himaya, una serikali yake, una majeshi, una department. Ndio maana unakuta shetani ana department nyingi sana. Ana department za mapepo wachafu, mapepo wa anga wanaokuja kwa njia zingine na kutumia wachawi. Kuna mapepo ambayo yanataka kufanya tu wewe usimwamini tu Mungu, na mapepo ya uongo ambayo yanakuletea habari za uongo tu, usiamini kitu ambacho kinachotendeka katika mpango wa Mungu. Kuna mapepo ya magonjwa ya kila aina. Shetani ana idara nyingi sana. Kwa hiyo sisi na hizo idara zote, unajua alikopi mbinguni. Alikuja na jeshi lile lililoanza pamoja nao, wakaja na taktiki zile zile, kwa sababu hakuna kipi ambacho kilichobadilika. Sana sana yeye anakopi, akiona kwamba tumeingia kwenye prayer line na yeye anaingia kwenye prayer line. Kama ukiangalia katika Ayubu, walikuwa wanasema, Biblia inasema kwamba walipokwenda kumwabudu Mungu, shetani naye alijihudhurisha mahali pale pale. Kwa hiyo tunaamini kabisa usiku wa leo yuko na yeye anajihudhurisha. Yamkini yupo kwenye prayer line hiyo, kwenye simu ambayo ulio dial yupo hapa kwenye Facebook yupo kila mahali ambapo tunapohubiri maneno ya Mungu yupo, anasikiliza. Unaweza kukuta mtu tu anatokea tu ku criticize au kuanza tu kulalamika au kulaumu tu, au mwingine kuanza kunyosha tu kidole na kudharau kitu ambacho kinachofanyika. Hiyo ni nguvu ya kuzimu, ndio kazi yake. Kuna majini na mapepo yametanda katika mitandao yote, kwenye mitandao yote ya Facebook, sijui nini, Instagram, mapepo ya kila ajabu. Lakini nataka nikueleze kwamba, hebu nikukaribishe wewe ambaye umetujoin, naomba tusalimie tu. Natoa dakika 2 tu tusalimie, kama upo mahali hapa. Tusalimie tu, usione aibu. Wala mchungaji wako hata kuambia kwamba kwa nini uliingia kwenye ibada hiyo, kwa sababu na yeye yumo humo tayari. Kwa hiyo wala usiogope. Tukia. Kwa hiyo mwana wa Mungu, ninakuomba tusimame katika maombi haya tukimtazama Mungu wetu. Nyakati zimekwisha. Karibu sana mtumishi wa Mungu Nyisa Kichaula kutoka pale Mbeya, na Mungu akubariki sana. Karibu. Hallelujah. All participants are muted and they can unmute themselves. Amen. Bwana asifiwe sana watu wa Mungu. Amen. Hallelujah. Amen. Nashukuru sana Mungu, shetani ameshindwa kabisa, kwa sababu anataka kutuletea shida. Lakini shetani ameshindwa, na yeye kushindwa siku zote kwa damu ya Yesu. Amen. Ninawasalimu tena kupitia damu ya Yesu aliye hai. Hongera kwa maombi na usiku wa vita. Amen. Tumekuwa tunaendelea kumtumikia Mungu kwa namna zote. Asante kwa maombi yenu na namna ambavyo mnaendelea kutubeba na kutukumbuka watumishi mbalimbali duniani. Yes. Mungu awabariki sana. Sasa leo shetani amegundua tuna kitu kizuri, akataka kutuchelewesha, lakini kwa pale tutakapofanikiwa kufika ndipo hapo tutakapofanikiwa. Lakini natamani kwamba tufike ka eneo fulani ka kuweza kuelewa kidogo. Bwana asifiwe sana. Amen. Somo ambalo tutakuwa nalo leo, ninajua mtumishi wa Mungu huyu amekuwa na mzigo juu ya familia. Mungu ameucheza hicho kitu kwake kwa habari ya familia, na ni kitu ambacho katika nyakati zetu za leo shetani amebuni mipango ya kuharibu familia. Akikamata familia hakuna kinachoenda. Yes. Hakuna kinachosimama. Tunajua sisi watumishi wa madhabahuni, familia ikikaa vibaya, hata ile neema ya Mungu ya kutumika kwa kweli kunahitajika neema sana. Na hicho kitu shetani amekitengeneza, na anakamata watu wengi, anakamata baraka za wengi, anakamata furaha ya wengi kwa eneo la familia. Liko alikowekeza
sana. Sasa ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya huyu mtumishi ambaye ni mzima, ambaye amepata hiki kitu kwa ajili ya kuponya watu wengi, hatimaye tumuone Mungu. Kwa sababu familia zikipona, huduma zinapona, utumishi unapona, maisha yanapona, kazi zinapona, kila kitu kinapona, kwa sababu huko ndiko ambako Mungu alianzia uumbaji. Mungu alianza na familia. Kwa hiyo na shetani naye anataka kuanza na familia. Lakini ndiko neema ya Mungu. Yaani Mungu anatuahidi neema. Na ndio maana hata kitupotee kupitia mafunuo ya watumishi mbalimbali. Kama mtumishi wa Mungu huyu Minziro aliyeonyesha hiki kitu, ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Sasa leo alipokuwa amenipatia mtumishi wa Mungu kwamba nitakuwa na neno katika usiku huu wa vita, Roho Mtakatifu akanishuhudia kwamba tusimame na somo linalosema madhabahu ulioungamanishwa nayo inaweza kuamua laana au baraka katika familia yako na maisha yako kwa ujumla. Amen. Madhabahu uliofungamanishwa nayo inaweza kuamua laana au baraka katika familia au katika maisha yako yote kwa ujumla. Ukisoma Biblia inasema ya kwamba kuna vitu viwili vinaenda. Kuna baraka, kuna laana. Kuna uzima, kuna mauti. Unaposema laana manake inaenda na mauti. Unaposema baraka inaenda pamoja na uzima. Sasa katika maisha yetu tunayoishi, tunajua ya kwamba kabla ya ulimwengu hukuwepo, ulitangulia ule usioonekana. Ulitangulia ule ulimwengu wa roho. Na huu uliungwa baada ya ule ulimwengu wa roho kuwako. Na tunajua hata baada ya huu ulimwengu kuondoka, ule wa roho utaendelea kuwapo. Kama Paulo anavyosema, visivyoonekana ni vya kudumu, vinavyoonekana sio vya kudumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Madhabahu. Ninapozungumza madhabahu, kwa sababu na muda mfupi nitakimbizana kidogo, lakini ninapozungumza madhabahu tayari siongei vitu vya mwili, naongea vitu vya rohoni. Naongea vitu vya macho yasiyoonekana. Naongelea vitu ambavyo kwa macho ya nyama havionekani. Lakini vina athari kubwa kwa macho ya nyama. Ni vitu vya rohoni ambavyo havionekani kwa nyama, lakini ni vitu ambavyo ndivyo vinavyoamua maisha haya ya ulimwengu wa nyama. Yes. Naomba nirudie tena. Ninapozungumza madhabahu, nazungumza vitu vya rohoni. Ambavyo kwa macho ya nyama haya huwezi yaona. Kwa macho ya mwili huwezi ona. Ni ulimwengu ule ambao haushiki kwa mikono yako, hauoni kwa macho ya nyama. Na ndio maana Biblia inasema vitu vya rohoni hutambulikana kwa watu wa rohoni. Ili kuviona hivi vya rohoni, lazima uwe na macho ya rohoni, uwe na mikono ya rohoni, uwe na masikio ya rohoni, ndipo utaviona hivi vilivyoko rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Lakini pamoja na kwamba havionekani katika ulimwengu huu wa mwili, ndivyo vinavyoamua matokeo ya ulimwengu wetu wa mwili. Matokeo ya ulimwengu huu wa mwili yanatokana na yale ya vile vya rohoni, ndivyo vinavyoamua. Iwe ni madhabahu ya baraka, itaamua baraka. Iwe ni madhabahu ya laana, itaamuru laana. Iwe madhabahu ya uzima, itaamua uzima. Iwe madhabahu ya mauti, itaamua mauti. Kwa hiyo unakuta katika ulimwengu huu wa mwili kuna vitu vinaambatana na wewe ambavyo hujajua vinatokea wapi. Watu wengi wanaweza kugombana na vitu vya mwilini, wanaweza kugombana na magonjwa ya mwilini, wanaweza kugombana na hali mbaya ya uchumi ya mwilini, wanaweza kugombana na hali ya familia mbaya ya mwilini, lakini kama sosi yake ni rohoni, hutaweza kupata majibu kama hujaingia rohoni. Lazima uingie rohoni ili kuruhusu majibu. Kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukavipata mwilini. Mfano, niseme, unapoona njaa imeingia kwenye nyumba yako,
Tumezoea watu wa Afrika, shika jembe, kalime, unapolima njaa inaondoka, unapata chakula. Lakini kuna ile njaa ambayo asili yake ni ya rohoni. Unakuta huyu mtu anahangaika kulima, unaiona bidii yake ya kulima, unaiona bidii yake ya kufuga, unaiona bidii yake ya kufanya kazi ya mwili, lakini hupati matokeo yale yanayoendana na bidii yake. Amen. Huyu mtu ana bidii, lakini hivi vitu vinaenda wapi? Matokeo ya bidii yake mbona hatuyapati? Sio kwamba ni mzimu analala, hapana. Kila kukicha ni mtu wa kuhangaika, kila kukicha ni mtu wa kutafuta biashara, kila kukicha ni mtu wa kuhangaika kulima, lakini kamwe njaa na umaskini haukoni kwenye familia yake. Unapoona vitu hivi, maana yake unatakiwa kugeuza jicho lako sasa, sio usiangalie vya mwilini, maana vya mwilini umeshaangalia, umeshalima, umeshafanya biashara, umeshatafuta amani, lakini haviji. Kwa kadri unapotafuta amani, ndivyo mabaya yanapoongezeka. Kwa kadri unavyolima, ndivyo njaa inapoongezeka. Kwa kadri unapojikinga na magonjwa, ndivyo magonjwa yanakuja. Maana yake hupaswi sasa kuangalia kwa macho haya ya nyama, unapaswa kuingia kwenye ulimwengu mwingine na kuangalia, je, hivi vitu ninavyovipata vinatoka upande upi? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Ninachotaka tuangalie, tutaanza na kitabu cha Samuel. Tutaanza na kitabu cha Samuel wa pili. Tunatamani familia zetu ziwe familia za amani. Usiku huu kwetu sisi kumekucha, lakini kwenu ninyi ni usiku. Kwa nini umekaa? Kwa nini umeshikilia simu? Kwa nini hujalala? Unaitaka amani. Amen. Sasa kama unaitaka amani na unataka Mungu akuonekanie, lazima ujue hivi vitu. Unavyoomba, unapopambana, uwe unapambana na vitu vya aina gani? Inawezekana ni somo umelijua zaidi, ni somo umesikia mara nyingi, lakini kwa leo lisikie kwa upya ili liweze kukusaidia. Na kwa nini Mungu amelileta? Amelileta kutuponya namna nyingine tena. Kitabu cha Samuel wa pili, mlango ule wa 6, mstari wa 11 mpaka wa 12. Kitabu cha Samuel wa pili, mlango wa 6, mstari ule wa 11 mpaka ule wa 12, anasema hivi. Kumbuka kichwa changu kinasema madhabahu iliyofungamanishwa nayo inaweza kuamua laana au baraka katika familia yako au katika maisha yako kwa ujumla. Amen. Anasema hivi, sanduku la Bwana akalitia katika nyumba ya Obed Edom Mgiti muda wa miezi 3. Naye Bwana akambarikia Obed Edom na nyumba yake yote. Kisha Mfalme Daudi akaambiwa ya kwamba Bwana ameibarikia nyumba ya Obed Edom na vitu vyote alivyo navyo. Sikia hii kitu inayokuja mbele. Kwa ajili ya sanduku la Mungu. Daudi akaenda kalileta sanduku la Mungu toka nyumba ya Obed Edom mpaka mji wa Daudi kwa shangwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Asante. Biblia inazungumza juu ya habari ya sanduku la agano. Hili sanduku la agano lilikuwa limewekwa na kuhifadhiwa kwenye nyumba ya mtumishi wa Mungu anayeitwa Obed Edom. Lilipokuwa limewekwa hili sanduku la agano, Biblia inasema kwa sababu ya lile sanduku la agano lililokuwa limewekwa ndani ya nyumba ya Obed Edom yule Mgiti, baraka zilishuka ndani ya ile nyumba. Hapa hasemi kwamba baraka zilishuka kwa sababu ya huyu mtu alikuwa ni mkulima au mfugaji. Anasema na vitu vyote alivyo navyo kwa ajili ya sanduku la Mungu. Bwana ameibariki nyumba ya Edom kwa na vitu vyote alivyo
la Mungu. Kwa hiyo sanduku la Mungu ambalo lilikuwa ndani ya nyumba ya Obed-Edom ndilo lililoamua baraka zote katika kila mahali, katika kila alichofanya, katika kila alichogusa, katika pahali popote aliposimama. Yes. Kwa sababu Biblia ingesema hivi, kama hata hapo mwanzo Obed alibarikiwa, manake hapo mwanzo hakuwa kwa level hiyo, hakuwa kwa viwango hivyo. Hata kama alibarikiwa, lakini si kwa viwango vile. Lakini baada ya sanduku la agano la Bwana, mjeshi Bwana wa dunia nzima kukaa kwenye nyumba ya Obed-Edom mjisi, Mungu Biblia inasema Bwana akaibarikia nyumba ya Obed-Edom na vitu vyote. Anasema vyote, manake kama kulikuwa na mashamba yalibarikiwa, kama kulikuwa na watoto walibarikiwa, kama kulikuwa na wajukuu walibarikiwa, kulikuwa na mifugo ilibarikiwa, vitu vyote ilimradi vinamhusu huyu Obed-Edom aliyeruhusu sanduku la agano la Bwana wa majeshi kukaa ndani ya nyumba yake. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Kwamba madhabahu ulio nayo au wewe ulifungamanishwa nayo, imetoka kauli mbili. Madhabahu ulio nayo, ulioitafuta wewe, ulioiamuru wewe ikae ndani yako. Maana kuna madhabahu unayoiamuru wewe ikae. Tumeamua kumtafuta Bwana. Inawezekana tulitoka kwenye familia zisizoeleweka, tulitoka kwenye familia zenye madhabahu, lakini tumeamua kukaa na Bwana. Ni madhabahu tulioitafuta sisi. Lakini pamoja na kwamba tumetafuta sisi hizo madhabahu, ziko zingine madhabahu ambazo wazazi wetu tulipokuwa Misri, tulipokuwa sitoka, tulizitumikia, tulizisujudia, tuliziangukia. Tulipelekwa huko tukiwa watoto kwenye madhabahu za giza, madhabahu za kuzimu, madhabahu za uovu, madhabahu za kipepo. Tuliwekewa huko majina yetu, tukaamuliwa tulindwe na zile madhabahu, tukaamuliwa tutunzwe na zile madhabahu. Sasa hizo madhabahu ndizo ambazo tulifungamanishwa nazo. Lakini kuna madhabahu ambazo tumeamua sisi kutembea na Bwana, madhabahu ya Bwana. Tumeamua kuacha zile madhabahu zingine. Lakini ni madhabahu ulio nayo kwenye maisha yako? Ni madhabahu ipi ulio nayo? Tunasoma katika Biblia kitabu ambacho mtumishi wa Mungu Joshua pamoja na Musa wanatamka, anasema kwamba mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana, mimi na watoto wangu nitamtumikia Bwana. Maana katika familia yangu madhabahu niliyoamua kwenda nayo ni madhabahu ya Bwana, ni madhabahu ya Mungu. Tunaposema Mungu, maana kuna miungu mingine. Tunaposema Bwana, maana kuna mabwana wengine japokuwa ni wadogo, lakini Mungu wetu ni Mungu aliye mkubwa. Sasa tunapokuwa tuna Bwana, tumemaanisha kuwa na Bwana. Maana madhabahu ulio nayo ndio inayoamua. Lakini pia kuna madhabahu ambazo tuliweza kwenda nazo, tuliweza kusimama nazo. Hizi madhabahu tuliungamanishwa nazo. Kuna watu hawaoni sababu ya kuvunja madhabahu, lakini watu wa Mungu, huwezi simamisha madhabahu mpya wakati madhabahu ya zamani ipo. Huwezi simamisha. Amen, amen. Wasomaji wa Biblia tunajua Amen. Mungu mahali popote alipowapeleka Israeli aliwaambia vunjeni madhabahu zao, bomoa madhabahu zao, vunja maashera yao. Amen. That's point. Hallelujah. Amen. 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 Habari ya Gideon. Gideon ameitwa na Mungu. Gideon ameitwa katika hofu, anaogopa hawa Midian, anapicha ngano, anaogopa wa Midian. Maana taifa Israeli tayari lilikuwa limemilikiwa na wa Midian na teso wanawakandamiza. Lakini Mungu anataka kumwokoa Gideon. Anataka kumwokoa Gideon na taifa lote la Israeli, awatoe kwenye utumwa wa Midian. Lazima apate mtu. Haleluya. Lazima apate mtu litakalokuwa sababisho. Unapokuwa na Bwana kwenye familia yako na ukajua njia za kupitia, ukajua mahali pa kuvunja na kubomoa, katika ukombozi utashuka kwenye familia yako, utashuka kwenye maisha yako. Maana umejua mahali gani unaweza kufunga na kufungua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Huyu Gideon, Mungu anamwambia shujaa Gideon, Bwana yuko pamoja na wewe. Gideon anamwambia Mungu,
ni shujaa. Wakati niko hapa na picha ngano kwa ajili ya Midian, tumetawaliwa na Midian, anasema wewe ni shujaa, enenda kwa uwezo huo. Lakini anampa maelekezo pale chini, anamwambia bomoa madhabahu, vunja madhabahu, kata maashera, teketeza, ili isimamishe madhabahu ya Mungu. Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Hakuna madhabahu ya Mungu ikasimikwa wakati kuna madhabahu ya giza, haiwezekani. Tulitoka huko kale, tulitoka huko. Madhabahu za giza zilitumiliki, madhabahu za kuzimu zilitumiliki, madhabahu za mapepo zilitumiliki. Sasa huwezi ukaingia ukasema neema ya Bwana inatosha, lazima uvunje. Tunajua neema ya Bwana ilikuwa pamoja na Gideon. Mungu alimchagua Gideon, na ndio maana akamfuata, kwa sababu ile ni neema. Kufuatwa na Bwana ni neema. Lakini anamwambia pamoja na kwamba mimi nimekuchagua wewe, una kazi ya kufanya, una jambo utakalolitenda ili mimi nisimame nipigane, una jambo unalolitakiwa kulifanya. Jambo lenyewe, bomoa madhabahu, vunja madhabahu, haribu madhabahu, teketeza madhabahu, ili mimi Mungu nisimame kukutetea wewe. Haleluya. Yes, amen, amen. Atutetee kwenye familia zetu. Tunataka Mungu atutetee kwenye familia, kwenye ndoa zetu, watoto wetu, wajukuu zetu. Watu wanalia kwa habari ya familia, kwa habari za wajukuu, kwa habari za waume, kwa habari za wake. Na inawezekana hicho kitu unacholia si kwa sababu mume wako ni mlevi sana, si kwa sababu mume wako hakupendi, si kwa sababu mume wako hana fedha. Tumeona watu wasio na fedha, ndoa zao zina amani. Tumewaona watu matajiri, ndoa zao zina amani. Inawezekana hiyo hali iliyoko kwenye familia yako inaruhusiwa, inasemwa na madhabahu. Madhabahu ulizozitumikia zinasema nini? Zinaruhusu nini? Zinaachilia nini kwenye maisha yako? Na ukumbuke siku zote Biblia inasema ni Mungu peke yake anayetuwazia mema. Ni Yesu peke yake anayetuwazia mema. Hallelujah. Yes. Chinja, kuua na kuharibu. Amen. Kuua na kuharibu. Lakini Yesu ndiye anayetuwazia mema. Anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Nimefurahia sana isimu ya usiku wa vita. Haleluya. Hatuwezi kumiliki, hatuwezi kuteka. Ni kweli Mungu ametukabidhi Kanaani. Ni kweli Mungu ametukabidhi nchi ya Kanaani. Ametukabidhi eneo lote la Kanaani. Lakini anasema kapige, kaue, kachinje, kaharibu. Lazima uharibu. Lazima uchinje. Amen. Lazima ubomoe. Yes. Ili uweze complete. Mungu hakuwapa nchi ya Kanaani iliyo plain, isiyokuwa na kitu chochote. Aliwapa nchi ya Kanaani ambayo tayari inakaliwa. Haleluya. Haleluya. Inakaliwa na watu wengine. Lakini Mungu amewapa. Haijalishi kuna watu wanakalia, haijalishi kuna watu wanamiliki. Kauli kutoka ikulu ya Mungu imetupa kumiliki, imetupa imetupa kusimamia. Amen. Yes. Kwamba kuna miungu, haijalishi kwamba kuna majitu makubwa. Nampenda sana mtumishi wa Mungu Joshua, kati ya wale watu waliokwenda kupeleleza. Anasema pamoja na kwamba kuna misitu, pamoja na kwamba wale wengine wanasema kwamba sisi tumeonekana kama panzi. Wanasema pamoja na kwamba kuna misitu mikubwa, wale ni chakula chetu. Lazima tukateke, lazima tukaingie. Hallelujah. Hallelujah. Kimenena hayo. Hallelujah. Yes. Glory to God. Kinywa cha Bwana kimenena kwamba tumiliki. Kinywa cha Bwana kimetuambia Kanaani ni yetu. Haijalishi kuna majitu, haijalishi kuna ngome kubwa, haijalishi. Mungu hawezi kukuruhusu umiliki kama hajakupa uwezo wa kupigana. Yes. Mungu hawezi kukuruhusu uvunje ngome kama hajakupa mamlaka ya kuvunja ngome. Una mamlaka ya kuvunja ngome. You have the authority. Hallelujah. Ya kuvunja kuta zao kupitia jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Usitegemee utavunja ngome ukiwa umelala tu. Usitegemee utavunja ngome ukisema tu basi amina amina. Lazima ushike silaha, lazima upambane, lazima upigane. Hallelujah. Unaposhika silaha, kwa kadri unapopambana, mkono wa Bwana uko pamoja na wewe kuteka, kumiliki, kubeba vitu vyote vikawa vya kwako.
hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Madhabahu Yes. ulioungamanishwa nayo inaweza kuamua baraka au laana katika familia yako. Yes. Tunaiona madhabahu hii inasema baraka, lakini pia ukisoma kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 39 mstari ule wa 5 mpaka wa 6, ukisoma hapo unakutana Mwanzo mlango wa 39 mstari wa 5 mpaka ule wa 6, unakutana hapo na mtumishi wa Mungu Yusufu. Biblia inasema ya kwamba ni habari ambayo tunaielewa sana, inaeleweka sana, ni katika historia ambayo tuko kwenye Biblia ambayo ni misingi mikubwa. Anasema kila alichogusa Yusufu kilibarikiwa. Amen. Kwa nini kilibarikiwa? Kilibarikiwa si kwa sababu ya Yusufu ni mjuzi wa mifugo, no. Si kwa sababu ya Yusufu ni mjuzi wa bustani, hapana. Ila ile madhabahu iliyokuwepo ndani ya Yusufu iliamua baraka, iliamua mafanikio, iliamua baraka. Na ndio maana kila alichogusa Yusufu kilifanikiwa, kila alichoshika Yusufu kilibarikiwa, mpaka Potifa akaamua kuachilia yote mikononi mwa Yusufu, kwa sababu aliona baraka, aliona mabadiliko, kwamba sisi tulifanya lakini havikuwa, sisi tulitenda lakini havikuwa. Huyu kijana tangu ameingia kwenye nyumba yangu, tangu amekamata mifugo, tangu amekamata bustani, tangu amekamata vitu vyote, baraka zilizoka huko si za kawaida, akaamua kuviachilia vyote mikononi mwake. Haleluya. Amen. Amen. Vitaachiliwa vyote mikononi mwetu. Natamani kuona baraka zetu zikiachiliwa. Natamani kuona baraka zikiachiliwa. Natamani kuona haleluya. Si kwa sababu ya elimu yako, si kwa sababu ya uzuri wako, si kwa sababu ya fedha yako, ila ni kwa sababu ya madhabahu ya Mungu ulioibeba ndani yako, kwa sababu ya madhabahu ya Bwana ulioibeba ndani yako. Glory to God. Glory to God. Kila mahali ukikanyaga, kama Mungu anapomwambia Joshua, kila utakapokanyaga nyayo zako nimekupa. Natamani kuona kama kwenye ndoa yako, kwenye watoto wako, kwenye familia yako, vitu vyote kila utakavyovigusa vikabarikiwe. Unajua, watu wengi tunapenda hivi Mungu. Watumishi wanapotamka, watumishi wanaposema, watumishi wanapokwambia ubarikiwe, watumishi wanapotamka kila utakapofanya libarikiwe. Ni baraka nzuri, ni jambo nzuri, lakini usipweteke na ile kauli. Ujue ya kwamba hao nitapata tu wanakusukuma, lakini mwenye uwezo wa kumiliki ile ardhi iko mikononi wako wewe, iko kwenye mikono yako wewe, iko kwenye miguu yako wewe. Si swala la kusema kwa sababu mtumishi amenitamkia. Mtumishi anaweza sema, amekusapoti, amekusukuma, amekupeleka mbele. Manake wewe shika silaha sasa. Ikiwa madhabahu zako unajua kabisa madhabahu haiwezekani kila wakati laana, kila wakati machozi, kila wakati huzuni vinaachiliwa kwenye maisha yako, kumbe kuna madhabahu umejiungamanisha nazo ambazo unatembea nazo, na inawezekana wewe umeokoka ukiwa mdogo, una hofu ya Mungu ukiwa mdogo, unasema mimi sijawahi kusujudia madhabahu zao, sijawahi kuanguka kwenye madhabahu zao. Kwa nini hizi laana napata? Mimi siendi kwa waganga wa kienyeji, mimi siendi kwa misimu, mimi sitoi sadaka huko. Kwa nini laana zinanipata? Nimejiungamanishaje? Naomba uangalie hili eneo, namna gani nyingine ambayo watu wanaweza kujiungamanisha. Watu wanaweza kujiungamanisha kwenye madhabahu za giza mara nyingi sana, pasipo wao kujua